Mchezaji tunavyojua apewi muda. Mchezaji anapewa mpira, anadumbia. Kwa mimi kama ningekuwa kocha Simba sikia bwana leo Dumbe anaenda kufunga. Hapana, inakuwa sio kweli. Hello, mambo vipi? Karibu sana. Hii ni Blood Online TV. Kama bado haujawa mwanafamilia wa channel yetu, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare. Bwana, mambo vipi? Safi viongozi. Hii issue ya kadi nyekundu za Simba, tatizo kubwa ni mfumo au ni issue ya kinizamu kwa wachezaji? Kwa mimi naona sio kama ni tatizo kwa kocha au mfumo au fitness. Ni mchezo tu, ni hali ya mchezo inatokea tu. Sio labda alikuwa nyuma huko labda tulikuwa tunapata hizo red card, hapana. Naona tu msimu tu umetuanzia vibaya, ndio maana hizo red card zinatuandama. Mechi zote ambazo Simba amecheza ni za away. Viwanja vya away. Kwa hizi timu zetu zote ni ngumu sana kupata matokeo. Kwa hata hizi ushindi tunaopata kwa tabu pia tusaidia, maana viwanja vya away kupata matokeo kidogo imekuwa changamoto. Sasa tunaangalia labda kama Yanga kienda wapi, hususan TRA tunaona anapopata tabu. Simba tukienda labda Kaitaba huko kupata matokeo kidogo inakuwa nadra. Leo hii tumepata pointi 9 hizo mikoani, mechi 3 mfululizo. Kwetu tunajifariji kidogo, sio mbaya. Kwetu tumepiga hatua kubwa sana. Hususan Pamba Jiji kwa kutusumbua, tumemfunga kwa Mbindela pointi 3. Yanga Kagera Sugar pia tumemfunga. Singida Black Star pia alikuwa anatusumbua, tumemfunga. Ni mwendee sio mnyonge. Kwetu tunakuwa mechi tafu, ila tumeanza zote kushinda kwa pamoja. Kwetu tunajiona kidogo kama tumepiga hatua. Tusubirie tuone kadri ligi itavozidi kwenda tutaishia wapi. Kesho Simba anacheza na Coastal Union. Sina shaka kuhusu game ya kesho. Licha itakuwa sio game rahisi, game itakuwa ngumu. Ila sione kama itachagiza sana. Kupungukiwa na mabeki wetu wa pembeni, hususan pembeni. Bado ukiangalia kwa Shomari Kapombe huku yupo na Saint Chilambo. Huku panda kushoto kidogo naona ndio kuna tatizo, maana ni babake majeruhi, afu ukiangalia Anthony Mligo naye ana red card. Kwa hiyo huko ukiangalia mbadala kwa haraka kwa hapa naona sijajua mwalimu kesho ataingiaje. Ila kwa haraka naona anatumia mbinu mbadala kati ya center back yote tena kucheza pembeni. Au la sivyo mfumo ubadilike, acheze na watu watatu nyuma kama inawezekana, ambapo mfumo wao hatujawahi kucheza kabisa. Labda itokee tu. Ila kwa hapo naona ni ngumu sana kwa namba 3 huko, sioni mbadala ni nani. Kama midfield pale bado. Naona kama anakosekanika Bajabali, Yusuf Kagoma naye majeruhi. Tunaona sasa tunabidi tulazimishe kama ni Maema sio mkabaji, ila tunaforce acheze kama namba 6. Imadi ya Kabe. Naona kama Musabamu alikuwa apate namba kutokana na hizo changamoto zinazotuandama Edgar na majeruhi. Tunaona tunaforce Musabamu sasa hivi anaingia kwenye timu moja kwa moja. Ukiangalia pale namba 10 yupo pale mwenyewe Clatous Chama. Ukiangalia pale kwa namba 9 bado tuna changamoto pia. Tuna force namba 9 ila bado kwenye viungo pale bado tunaona bado panahitaji nguvu sana ziada iongezwe. Kwa sasa hivi naona kama ingizo jipe Ibrahim Jabali ndo injini yetu anaanza kuchezesha pale na ka balance mchezo. Tuliona hata katika mechi ya dabi ya dakika 15 za mwanzo waliweza kumaintain mpaka mchezo umalizike kidogo, ndio alikuwa na uhai. Ukiachana na wote licha kwa tulifungwa ile mchezo tulipoteza, ila tunaona ndo ana uhai kidogo. Kwa mimi pale kiangalia kwenye ushambuliaji kwa kweli kugarantii kwamba mshambuliaji gani pale akiwepo tutakuwa tunaweka kupata goli, hapana, ni uongo. Mimi naona magoli yote yanatokea sasa hivi anafunga mtu yoyote, hususan kwa malinzi wetu kwa Libasi ama Alsitiaula. Itokea kama Triple C Chota Chama hivyo anafunga, ila kwamba sio namba 9% nitegemee goli kutoka kwake ama Dumbi ama Mpanzu. Hiyo labda itokee tu, ila sio kwamba eti yani sina imani naye kama Dumbi. Wana Simba tutegemea kuja kutufanyia makubwa. Tulimpa ukubwa huo, ila ukubwa huo hatukutakiwa akustahili kumpa ukubwa huo, kwa sababu yeye tunampa ukubwa huo tunazidi kumuongezea pressure. Yani anazidi confidence yake pia anazidi kushuka. Kwa akapewa ukubwa, kumbe ukubwa huo kumbe hamna. Ndio kwamba tunakosa kwa ile Mpanzu. Ikitokea amefunga Mpanzu ndio hivi. Ila sio kwamba eti Mpanzu tunategemea leo Mpanzu ataenda kuscore, hapana. Hiyo najua hatuna namba 9 hiyo. Labda kama una timu yako bwana, mimi namba 9 yangu magoli tu nikiingia tu bwana anaenda kufunga bwana sio mtu fulani, ila sisi hivyo hatuna. Itokee bwana tule kafunga labda Rushaini Tule, inakuwa uongo. Si hatuna namba 9. Sisi huku soka letu la Tanzania kumpa mtu muda mchezaji ni ngumu kidogo. Tunaona kwenye timu zetu hizi mchezaji tunavyojua apewi muda. Mchezaji anapewa mpira aonyeshe kitu, ila
kwa sisi huku Bongo kuvumiliana hivi kidogo ni ngumu sana kwenye hizi timu kubwa Simba na Yanga. Ni ngumu sana. Kwenye hii mechi ya 3 anaonekana na perform kidogo. Najua labda na Manza hajazoea ligi yetu kidogo kwake inakuwa changamoto. Ila sisi hilo mashabiki hatulitambui. Baadhi watu wa mpira wanajua mpira anaweza tukajua tumpe muda kidogo. Ila mashabiki sasa hawezi kuelewa kwamba huyo yote tumpe muda inakuwa kidogo uongo. Ndio maana tunampigia kelele, tunambeza Dumbia kidogo, naye anaona vile watu kama labda kikae anaona kweli bwana nipo kwenye timu kubwa, kwa hiyo ndio nifanye zaidi hapa ninachokifanya aongeze. Kwa mimi kama ningekuwa kocha Simba sasa hivi na ile timu sasa hivi kwa kuongeza kupata wachezaji siwezi kuongeza kwa sababu dirisha usajili limefungwa. Wachezaji wangu ndio tumia ni hao waliokuepo. Mimi na wachezaji wangu natakiwa nikae nao naongee nao. Upepo mbaya hususan na dikadi. Natakiwa naongee nao kidogo tu balance tempo ya mchezo. Tusitoke mchezoni. Mimi kwa video support sijaona tatizo na kweli imekuja umetusaidia kidogo. Itakunyonga, utaona sio itakunyonga, haijamnyonga mtu. Ipo sahihi, ila kwa wewe utaona kama ipo sahihi. Usani kama sisi upande wa Simba naona kama hii imekuja imekuja kutuletea gundu yani kwamba kila siku ilikadi sisi. Ila ukiangalia kidude kipo fresh sana, video support imekuja umetusaidia kidogo, naye hata kupiga kelele za waamuzi kidogo nazo zimesaidia kutoa katika kwamba anachukua rushwa nini. Ila kidogo sasa hivi tunaona kweli mambo yanaenda fresh kabisa kwa upande wa Simba, maana maingizo yangu yalikuwa sio makubwa na mimi sijasajili kumadi kutengeneza timu. Mimi timu yangu nilikuwa nayo, ila hapa kwa maingizo yangu labda Mjabali moja kwa moja kwenye timu na anakuja hapa kidogo atashaini na atakuja kusaidia. Ila ukiangalia kama wachezaji wengine hao watakuwa wanasubiria watu wacheze wenyewe waingie tu time, labda tukiwapa nao muda watatuonyesha hicho kitu. Ndio hivyo, kama ataperform na huku katika first 11 ambao walikuwepo mwanzo kama Talega